Hello, ninaitwa Pastor Raymond na leo nataka tujifunze kidogo kuhusu habari ya siri zilizojificha kwenye neno la Mungu. Nataka ujue God is concerned with all details of your life. Yaani Mungu anajua maisha yako mwanzo mpaka mwisho. Lakini Biblia inasema watu wa Mungu wanarithi katika nuru. Nuru, urithi wao hupatikana katika nuru. Yaani ni lazima ujue neno la Mungu vizuri, ndipo urithi wa kiungu ufuate maisha yako. Katika urithi wa kiungu kuna vitu vingi. Katika urithi wa kiungu kuna uzima wa milele, ambao watu wanarithi uzima wa milele kupitia neno la Mungu. Katika urithi wa kiungu kuna uzima wa mwili, kuna uzima wa afya. Katika urithi wa kiungu kuna pesa. Katika urithi wa kiungu kuna kila kitu ambacho Mungu alikiweka kabla ya wewe haujazaliwa. Ikiwa na maana ya kwamba Mungu anajua mwanzo wako na mwisho, na ameweka baraka nyingi mbele yako. Lakini ili ufikie baraka hizo ni lazima kwanza ujue siri zilizojificha ndani ya neno la Mungu. Maana yake mafanikio ya watu wa Mungu yanatokana na Mungu mwenyewe. Hata hapo ulipofika ni Mungu ndio amekufikisha. Katika kila hatua uliopiga ni Mungu amekuwezesha, umepiga na umefika hapo ulipofika. Basi ili uweze kuendelea vizuri zaidi na ili uweze kufika mbali zaidi, unatakiwa ujifunze neno la Mungu. Mafanikio ya mwanadamu yoyote yako ndani ya neno la Mungu, na Mungu anataka ujifunze neno lake ili uweze kujua namna ya kufanikiwa, kwa sababu aliweka mafanikio yako ndani ya maarifa. Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa na kupotea kwa kukosa maarifa. Mungu anataka uwe na maarifa. Maarifa ya kiroho yanakufanya uweze kujua pa kupita, uweze kujua ni nini cha kufanya wakati unapokuwa umekwama. Wakati ambapo unaona mambo hayaendi, unahitaji maarifa ya kiroho ili kukutoa mahali unakotaka kutoka na uweze kwenda mahali unakotaka kwenda. Sasa neno la Mungu lina maarifa ya kutosha kutufikisha mahali ambapo Mungu anataka tufike. Inawezekana hujafika mahali ambapo Mungu anataka ufike. Unapambana kwa juhudi zako na unafanya kila unaloweza kufanya, lakini kuna maarifa ambayo Mungu anataka ujifunze ili uweze kufika mahali unakotaka kufika. Ndio maana Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kukosa maarifa. It means Mungu hataki uangamie. Biblia inasema ya kwamba yeye moyo wake Mungu hataki wanadamu wahuzunike. Maana yake anataka uwe na furaha. Kimsingi mafanikio uwe yanaleta furaha. Kimsingi unapofanya kitu fulani kikafanikiwa kinasababisha ufurahi zaidi. Basi wacha tusome neno la Mungu. Ukisoma katika kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya 17 mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 5. Biblia inasema Abraham alipokuwa mtu wa miaka 99, Bwana akamtokea Abraham akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele yangu ukawe mkamilifu. Nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe, nami nitakuzidisha sana sana. Abraham akaanguka kifudifudi. Mungu akamwambia akisema, mimi agano langu nimefanya nawe, nao utakuwa baba wa mataifa mengi. Wala jina lako hutaitwa tena Abraham, lakini jina lako litakuwa Ibrahimu, kwani nimekuweka uwe baba wa mataifa mengi. Mstari wa 6 anasema, nitakufanya uwe na uzao mwingi sana, nami nitakufanya kuwa mataifa, na wafalme watatoka kwako. Sasa kanuni ambayo Mungu amempa Ibrahimu hapa ni kanuni ambayo kila mtu wa Mungu anatakiwa aijue na kuifanyia kazi na kuifuata ili Mungu aweze kukuzidisha sana sana sana. Ni lazima uwe na maarifa ya rohoni. Kanuni ya kwanza, Mungu anamwambia Ibrahimu, uende mbele yangu ukawe mkamilifu. Sasa nataka nikuonyeshe hapa ni jinsi gani Mungu anataka uwe mkamilifu, uende mbele yake. Mungu anachotaka hapa, anapozungumzia ukamilifu, anamaanisha uaminifu. Unapokuwa mwaminifu kwa Mungu, automatically utakuwa mwaminifu kwa watu. Unapokuwa mwaminifu kwa Mungu, automatically utakuwa mwaminifu kwa watu. Uaminifu huwavuta watu watake kufanya kazi na wewe. Uaminifu husababisha upewe promotion. Uaminifu ni mlango wa wewe kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Uaminifu
hutafutwa na kila mtu na taasisi mbalimbali za fedha duniani. Uaminifu hutafutwa na mashirika mbalimbali ili waweze kufanya kazi na huyo mtu ambaye atapatikana na uaminifu. Mungu anamwambia Ibrahimu, uende mbele yangu ukawe mwaminifu. Maana yake unapopiga hatua kwenye jambo lolote, Mungu anachotafuta ni uaminifu. Kwa nini yeye anakufundisha uaminifu? Kwa sababu Mungu anajua moja kwa moja unapokuwa mwaminifu kwake utagusa maisha ya watu wengi sana wale unaoishi nao. Kama ulikuwa haujui, mafanikio yako kwa watu. Bila watu huwezi fanikiwa. Inawezekana unajua au na taarifa mbalimbali za biashara zilizowahi kuporomoka au mashirika yaliyowahi kuharibika, au watu ambao wamewahi kuporomoka walikuwa wako juu kaporomoka kabisa, au ndoa ambazo zimewahi kuvunjika na kuharibika kabisa. Haya yote ni kutokana na kukosa uaminifu. Kwa Mungu anamfundisha Ibrahim, anamwambia uende mbele yangu ukawe mwaminifu. Alafu anamwambia nitakuzidisha sana sana sana. Unapokuwa mwaminifu kwa Mungu, automatic Mungu anakuzidishia watu kwenye maisha yako. Unapokuwa mwaminifu kwa Mungu, ule uaminifu utagusa maisha ya watu. Na uaminifu wako ukigusa maisha ya watu, Mungu atakuzidishia watu. Watu ni rasilimali ambayo Mungu anaitumia kuinua maisha ya watu wengine. Unapomuomba Mungu, labda unafunga na kuomba, au unapokwenda kutafuta mafanikio kupitia kwa Mungu, Mungu anachofanya ana unlock akili yako. Akili yako inakuwa unlocked, uweze kujua maarifa ya kiroho, ili uweze kujua kanuni za kiungu, kanuni ambazo Mungu anatumia kuwazidisha watu wake na kuwaongeza watu wake. Watu wengi leo wanakwenda kutafuta mafanikio kwa Mungu, lakini Mungu, Biblia inasema ameficha mafanikio yake kwenye neno lake. Biblia inasema ndani ya neno la Mungu kuna siri za mafanikio. Ndani ya neno la Mungu kuna siri za watu kunyanyuka tena. Ndani ya neno la Mungu kuna siri za watu kuinuliwa tena. Mungu anamwambia Ibrahim, uende mbele yangu ukawe mkamilifu nami nitakuzidisha sana sana sana. Mungu kumzidisha mtu, kama nilivyosema tena, ni kukuzidishia watu. Unapokuwa mwaminifu kwenye biashara yako, ukitembea katika uaminifu, ambaye anahusika na uaminifu wako sasa hiyo ni Mungu. Na wewe unamhofu kwa sababu anajua kabisa yeye anaona kila kitu na anakujua vizuri. Unapotembea katika uaminifu, labda wewe ni mchungaji au ni mfanya biashara au ni mtu unafanya kazi kwenye shirika fulani, hii ni kanuni ya kiroho ya Mungu kukuzidisha sana 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 sana. Taarifa zako au information zako zinapokwenda mahali kwa uaminifu ulionao, kila mtu atatamani kufanya kazi na wewe. Kila shirika linatamani kupata watu waaminifu duniani. Serikali zote, mashirika yote ya umma wanatafuta watu waaminifu. Mlinzi wa getini tu anatafuta mwaminifu. Yawezekana ndugu yangu, ukifuatilia maisha yako huko nyuma, kuna mahali ulikosa uaminifu mahala fulani ikasababisha maisha yako yakaporomoka. Au inawezekana uko kwenye ndoa lakini una changamoto nyingi sana. Labda changamoto zilianza kutokana na kukosa uaminifu. Labda mwenzio alifika mahali akaanza kukosa uaminifu na wewe. Leo ni wito wa Mungu kurejea kwenye uaminifu. Ili uweze kutembea kwenye mafanikio ya kiungu, unahitaji uaminifu. Urejeshe uaminifu upya. Taasisi za fedha zinatafuta watu waaminifu. Fedha ziko nje. Watu wanatafutwa wanaoweza kufanya kazi na taasisi za fedha ili waweze kufanikiwa na waweze kuinuka tena. Lakini kilichokosekana kwenye maisha ya watu sio elimu wala kitu kingine chochote, ni uaminifu. Na shetani amepiga upofu wa akili za watu wengi ambao sasa hivi wako kwenye changamoto nyingi sana, ambazo wamejikuta wameingia kwenye changamoto bila wao kujua, kwa sababu walikosa uaminifu sehemu fulani. Ukisoma katika kitabu kile cha Wagalatia sura ile ya 5 na mstari ule wa 22, utakuta pale Biblia inasema, inaelezea matunda ya Roho. Lakini nataka nizungumzie kuna matunda mengi ambayo matunda haya kazi yake ni kugusa maisha ya watu directly. Moja wapo la matunda ya Roho ni uaminifu. Biblia inasema, ukisoma ile Zaburi sura ya 8 mstari wa 32, Biblia inasema nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea, nitakushauri jicho langu likikutazama. Zaburi ile sura ya 8 mstari wa 32, Biblia inasema nitakufundisha
na kukuonyesha njia utakayoiendea, nitakushauri jicho langu likikutazama. Nataka ujue kwamba Roho Mtakatifu, Biblia inasema ni msaidizi, anatusaidia kujua njia tunazotakiwa kupitia ili tuweze kufanikiwa. Maana mafanikio yako mikononi mwa Mungu. Maana Mungu anataka ufanikiwe katika kila eneo ili uweze kuwa na furaha, kwa sababu hata hapo ulipofika ni yeye amekusaidia umefika hapo. Mungu anataka ujifunze kanuni za mafanikio za kiroho ili uweze kufanikiwa. Mchungaji ambaye ni mwaminifu sana kwa Mungu hawezi kukosa watu wa kutosha kanisani kwake, kwa sababu anatembea kwa Mungu katika njia iliyonyoka. Lakini pia hata wale wanaomzunguka, ule uaminifu wake unawavuta watu waweze kuwa pamoja. Ndio maana Mungu akamwambia Ibrahim, nitakuzidisha sana sana. Unahitaji Mungu akuzidishie watu, rekebisha kwenye eneo la uaminifu. Lakini pia hapa nasema kwenye kitabu kile cha Wagalatia sura ile ya 5 mstari ule wa 22, anasema tunda la Roho ni uaminifu. Uaminifu ni tunda la Roho Mtakatifu. Na anaposema nitakufundisha na kukuonyesha njia utakapoiendea, nitakushauri jicho langu likikutazama, maana yake Mungu anaangalia mafanikio yako, anakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Njia utakayoiendea ni njia ya neno la Mungu. Roho Mtakatifu huwa anatufundisha neno la Mungu, njia inayotupasa kuiendea ili tuweze kufanikiwa. Migogoro mbalimbali ambayo inasababisha watu kuporomoka, biashara, mashirika au ndoa kuvunjika, hakuna chanzo kingine zaidi ya uaminifu. Uaminifu ni eneo pana sana ambalo linagusa maisha ya kila mtu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu, Biblia inaposema ni msaidizi, anatusaidia kujua njia tunazopaswa kupitia ili tuweze kufanikiwa. Na Roho Mtakatifu yeye huongea kupitia neno la Mungu. Siku zote huwa anatushauri sisi kupitia neno la Mungu. Lakini kama hujawahi kutilia mkazo katika kujifunza neno la Mungu na kutafakari na kulifanyia kazi, neno la Mungu linahitaji ulifanyie kazi. Wakati unasikia Mungu anasema ili aweze kukuzidisha sana sana, anahitaji uwe mwaminifu. Unapokuwa mwaminifu, Mungu anakuzidishia watu kwenye maisha yako, kwa sababu watu ndio waliobeba baraka zako kwa namna yoyote ile. Siku zetu za leo Mungu hambariki mtu hivi hivi. Ukisoma Biblia vizuri, Ibrahim alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa sana. Ibrahim alikuwa na fedha nyingi sana na alikuwa na watu wanafanya nao kazi wengi mno. Lakini kilichogusa maisha ya watu kutoka kwa Ibrahim ni uaminifu wa Ibrahim ambao alifundishwa na Mungu. Ndio maana ukisoma hiyo Mwanzo 17 mstari wa 1 mpaka wa 5, Mungu anamwambia Ibrahim, uende mbele yangu ukawe mkamilifu, ukawe mwaminifu. So ndugu yangu unayenisikiliza na kuniangalia, kama wewe ni mfanyabiashara, kama wewe umeajiriwa kwenye shirika la umma, kama wewe umeajiriwa labda kwenye NGO yoyote ile, au kuna kitu fulani unafanya, ni wito wa Mungu leo uanze kujenga vitu vyako katika uaminifu. Na Roho Mtakatifu atakufundisha jinsi ya kutembea. Anza kujifunza tabia ya uaminifu kidogo kidogo. Hapo ulipo sasa hivi, uaminifu ni hatua ya kukunyanyua tena. Uaminifu unakufanya unyanyuke tena. Uaminifu utakufanya upate kibali tena mbele ya watu. Uaminifu utakufungulia milango ya watu kutaka kufanya kazi na wewe. Uaminifu utairejeshea ndoa yako furaha upya. Uaminifu utakufanya watu watamani kufanya kazi na wewe. Uaminifu utasababisha hata upewe fedha za mtaji ambazo hutatakiwa kurudisha riba, kwa sababu Mungu ameweka mafanikio ya mwanadamu katika neno lake. Unapojifunza neno la Mungu na kutembea katika neno la Mungu, ndipo utakapofanikiwa sana sana, na ndipo utakapositawi sana sana. Ukisoma katika kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati sura 28 mstari wa 1, ukisoma mpaka ule mstari wa 13, utaona pale Mungu anazungumza. Anasema itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kusikiliza na kufanya haya yote ninayokuagiza hivi leo, ndipo baraka hizi zote zitakujilia na kukupata. Unaposoma neno la Mungu na kusikiliza kwa bidii na kufanya sawa sawa na Mungu ambavyo anakuagiza, Biblia inasema ndipo baraka hizi zote zitakujilia na kukupata. Anasema utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani. Maana yake usikilize neno la Mungu kwa bidii, alafu uangalie kutenda sawa sawa na jinsi ambavyo Mungu anakuagiza. Kama jinsi Ibrahimu alivyoagizwa na Mungu kutembea katika uaminifu, hali kadhalika
haturithi baraka za Ibrahimu tu, tunarithi kanuni ambayo Mungu alimpa Ibrahimu, ndipo baraka zitatufuata. Kuna watu leo wengi ambao ni kweli wanasema wanarithi baraka za Ibrahimu, lakini kiukweli hizo baraka kwenye maisha yao hazionekani kwa sababu hawajajifunza kanuni. Kanuni inakuhitaji usikilize sauti ya Bwana Mungu wako kwanza kwa bidii, alafu upate kuangalia kutenda sawasawa na yaliyoandikwa humo, ambapo kanuni mojawapo ni hii ya leo tunajifunza. Mungu akamwambia Ibrahimu, uende mbele yangu ukawe mwaminifu, utembee sawasawa na jinsi Mungu anataka utembee. Mungu akamwambia Ibrahimu, nitakuzidisha sana sana sana. Maana hiyo ilisababisha Ibrahimu akawa mtu mkuu sana katika siku zake. Lakini siku zetu za leo, Mungu anataka sisi kama watu wake tutembee katika kanuni ambazo ameziweka ili tuweze kufanikiwa sana sana. Mwenye mafanikio hayo ni nani? Mwenye mafanikio hayo ni Mungu, na yeye ameweka katika neno lake tuweze kujifunza na tuweze kutendea kazi yale ambayo anatuagiza. Mungu leo anataka ujifunze kwa bidii, lakini sio tu ujifunze kwa bidii, ujifunze utende sawasawa na anavyokuagiza. Urekebishe maeneo yote ambayo ulifanya ambayo hayakuwa sawasawa. Katika ulimwengu wa roho, mtu anapokosa uaminifu, shetani anakuwa ni rahisi sana kumzuia na kuleta matatizo kwenye maisha ya huyo mtu. Angalia ndoa ambazo zimekosa uaminifu. Leo kuna watoto wengi ambao wanakaa bila baba zao. Kuna single mother wengi mno. Watu wamefarakana, wameachana, watoto wanateseka. Angalia mashirika mbalimbali yaliyokosa wafanyakazi waaminifu, leo yamekufa. Lakini kwa nini? Kwa sababu Biblia inatutaka tutembee katika kanuni za Mungu ili tuweze kufanikiwa. Sasa hili ni swala la mtu binafsi kujifunza kubadilisha tabia yake na kufanya tabia ya uaminifu katika kila eneo ambalo anahusika. Na paka pale utakapokubali kujifunza na kubadilika, ndipo utakapoona Mungu atakuzidisha sana sana kila upande. Huhitaji kupambana sana kwa akili zako, huhitaji kupambana sana kwa kutumia nguvu. Ni sawa, ni muhimu, lazima ufanye kazi, lakini cha kwanza cha msingi ambacho Mungu anataka ujifunze na uweze kubadilika ni katika eneo la tabia. Ubadilike kabisa. Jifunze kutembea katika uaminifu mbele ya Mungu, na huo uaminifu utagusa maisha ya watu wengine. Hapo ndipo ambapo Mungu atakuzidisha. Mungu ataleta fedha. Watu wana fedha kwa ajili yako, lakini Mungu ili aziamuru hizo fedha zikufuate, ni lazima ukubali kile anachosema. Nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Anakufundisha ili uweze kufanikiwa. Mafanikio ya kiungu yanahitaji uwe na funguo za kiroho. Moja ya funguo za kiroho ni maarifa. Ukiweza kutembea katika maarifa, Biblia inasema ufunguo wa maarifa. Ufunguo wa maarifa unasababisha njia zilizokuwa zimefungwa zifunguke tena. Ufunguo wa maarifa ni huu tunaojifunza leo, kwamba uwe mwaminifu, utembee mbele za Mungu katika uaminifu ili uguse maisha ya wengine kwa huo uaminifu. Kwenda kwa uaminifu mbele za Mungu ni lazima huo uaminifu uonekane mbele ya watu, na si kwamba uwe mwaminifu kwa Mungu afu uaminifu hauonekani kwa watu. Tunda la Roho mojawapo ni uaminifu. Kazi ya tunda la Roho ni kugusa maisha ya watu. Uaminifu wako uguse maisha ya watu katika kila eneo. Uaminifu si tu katika fedha. Uaminifu ni hata katika kuongea pia. Ni maneno gani huwa unaongea yanayogusa maisha ya watu? Je, unaongea vitu ambavyo ni negative au unaongea vitu ambavyo ni positive? Unapofanya biashara, je, unatanguliza uaminifu kwa wateja au vitu vyako vyote unaviweka katika utaratibu wa kiuaminifu? Kila unalofanya Mungu anataka ulifanye katika uaminifu. Kwanza katika kumhofu yeye, lakini pili uguse maisha ya watu na huo uaminifu. Ndipo pale aliposema katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, utabarikiwa sana sana utakaposikiza sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, kisha utafanikiwa sana sana kila uendapo. Ndugu yangu unayenisikiliza na kuniangalia, katika chochote unachokifanya, hata kama ni kidogo kiasi gani, ukikifanya kiuaminifu, Mungu atakunyanyua. Mungu atakuletea watu wa kukunyanyua. Mungu atakuletea watu wa kufanya kazi na wewe. Mungu atakuletea watu wa kukusapoti. Mungu ataleta watu kutoka pande zote nne za dunia kama alivyoahidi, ili uweze kufanikiwa sana sana na ili uweze kunyanyuka. Ni matumaini yangu leo uweze kunyanyuka tena. Ni matumaini yangu leo Mungu akuinue tena. Ni matumaini yangu leo maisha yako yakang'ae tena, ili uweze kunyanyuka na ili uweze kufanikiwa sana sana.
Nataka niombe na wewe maneno machache ambayo yatakufanya uweze kuona mwanga upya, kwa sababu Roho Mtakatifu yuko hapa na Roho Mtakatifu anajua maisha yako vizuri sana. Maneno haya hajaja kwa bahati mbaya, lakini amekuja kwa makusudi sahihi ya kukunyanyua tena. Uweze kujua ni hatua gani unayotakiwa kuchukua kuanzia sasa ili kuelekea kwenye mafanikio yako. Njia ya mafanikio yako ni kubadilika katika eneo la uaminifu. Uaminifu hufungua milango ya wewe kufanikiwa tena. Wacha tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu, ninamuombea mtu huyu ambaye anamesikia maneno haya. Katika jina la Yesu, chochote anachokifanya kiweze kufanikiwa tena. Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu, ninaomba umletee watu sahihi tena kwa upya. Pale mahali amekosea, ninaomba umrehemu katika jina la Yesu Kristo. Naombea ndoa ya mtu huyu irudi kwenye uaminifu tena. Ninaombea biashara ya mtu huyu iinuke tena. Ulete watu kutoka sehemu zote kwa ajili yake katika jina la Yesu. Ninaombea anachofanya mtu huyu kwa jina la Yesu kikafanikiwe. Kama ulivyokuwa pamoja na Ibrahimu, ukawe pamoja na mtu huyu tena. Maana umeahidi, umesema nitakuwa pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Kama nilivyokuwa na Musa, umesema kwenye neno lako, kama ulivyokuwa na Musa ndivyo utakavyokuwa na watu wako. Naomba kwa jina la Yesu, kama ulivyogawanya bahari ya Shamu mbele ya Musa, nami naomba kwa jina la Yesu ukagawanye kila kitu kilicho mbele yake kama kizuizi. Kwa jina la Yesu natamka kufanikiwa mtu huyu, natamka maongezeko ya kiungu kwenye maisha ya mtu huyu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Ninaitwa Pastor Raymond na wishi nikupe namba zangu za simu. Wakati wote ukiwa na jambo lolote, ninakukaribisha tuwasiliane na tutashauriana mambo kadha wa kadha. Ni 0752949360. 0752949360. Bwana Yesu akubariki sana. Uwe na wakati mwema.